Moja ya stori ambayo tumewahi kuifanya hapa katika jukwaa hili ni stori ya matukio ambayo yalitokea katika michezo miwili, michezo wa JS Kabylie dhidi ya Young Africans na wa AS FAR Rabat dhidi ya Al Ahly ya Misri, na tulizungumzia juu ya kazia nzima ambayo ilitokea katika ule mchezo, kwa maana ya vurugu ambazo zimetokea katika michezo hiyo miwili. Vurugu zilikuwa kubwa sana, hususan mchezo wa AS FAR Rabat na Al Ahly ulikuwa na vurugu nyingi ndani yake, na tukaangalia vitu vingi sana hapo ndani, lakini pia tuliliachia kwamba Young Africans wamekaa pembeni, wenyewe wanasubiri kuona adhabu ambazo zitatolewa na CAF au majibu ambazo zitatolewa na CAF. Baadaye CAF wakarudi wakaja na majibu ya kukemea vikali juu ya ghasia ambazo zilitokea katika michezo hiyo miwili, lakini tukenda mbali zaidi wakasema kwamba hili jambo limechukuliwa na lipo katika kamati ya nidhamu ya CAF. Kwa hivyo tunasubiri hiyo kamati itakuja na majibu gani. Sasa leo hii moja ya taarifa ambayo imetoka kupitia kamati hiyo ya nidhamu inahusu klabu ya AS FAR Rabat. Bwana, klabu ya AS FAR Rabat kwa mujibu wa taarifa inaeleza kwamba klabu hiyo imepigwa fine ya dola za Kimarekani 100,000 kwa kesi mbalimbali. Yaani hapo ndani kuna sababu mbalimbali, lakini chanzo kikuu ni vurugu ambacho limetokea katika mchezo wao dhidi ya Al Ahly. Sasa tutakwenda kuangalia Young Africans anakwenda kunufaika vipi na adhabu hii. Adhabu ambayo imepigwa nayo ya kwanza ni dola 15,000, umepigwa na dola 15,000 hiyo kwa ajili ya ball boys, wale vijana wa kuota mipira walikuwa wakichelewesha mpira kuingiza uwanjani. Kwa hivyo wale wana adhabu kutokana na ball boys. Lakini eneo la pili la adhabu ambalo umepewa ni eneo la lasers au matumizi ya lasers. Tumefahamu kwamba zile lasers hazitakiki uwanjani, yani zile taa kali ambazo zinapiga mchezaji usoni, huwa sometimes wanapigwa mareferi, na ameona zile wa hizo taa hazitajiki uwanjani. Kwa hiyo na wenyewe pia ni eneo ambalo umepigwa fine AS FAR Rabat. Eneo jingine la kurusha chupa, yes, walikuwa narusha chupa nyingi sana tu. Iona ile mechi ulikuwa kuna vurugu katika ile eneo la kurusha chupa uwanjani. Na eneo jingine ambalo pia limepigwa fine ni eneo la kifaa cha ncha kali kilionekana uwanjani, something looks like a knife, kama kisu hivi. Kwa hiyo ile ni eneo jingine ambalo klabu AS FAR Rabat wamepigiwa adhabu katika ile lugha. 100,000 wastani milioni 240 na kitu hapo 407 hivi. Sio fedha nyingi sana kwa nature ya hizi klabu, wanaweza kulipa, inawezekana kama so big deal. Pigo kwao, adhabu hiyo imefungamana na adhabu ya kufungiwa kuto kuingiza mashabiki katika michezo miwili ya ligi ya mabingwa Afrika. Na katika michezo hiyo miwili ratiba inaonyesha AS FAR Rabat wanacheza na JS Kabylie katika mchezo unaofuata wakiwa nyumbani, lakini wakati huo mchezo mwingine ambao wanakwenda kuathirika nao ni mchezo wao kwa maana ya FAR Rabat dhidi ya Young Africans. Huu ni mchezo mwingine ambao wanakwenda kunufaika nao, kwa kuathirika nao. So kwa hiyo michezo miwili ukiangalia ni michezo ambayo AS FAR Rabat walikuwa wanahitaji sana, kwa sababu kwenye kundi ilivyo so far FAR Rabat hawapo katika mazingira mazuri na nafasi ya 3 katika msimamo, huku Al Ahly na Young Africans wakiwa huko pale juu. Yeye yuko nafasi ya 3. Ni timu ambayo ilikuwa inahitaji kuwa na full supporters uwanjani ili waweze kufanya vizuri, kwa sababu ni tu tunatumia jano lazima kwamba imefikia tu ni lazima wao kushinda mechi zao wakiwa hawana mchezaji wa 12 kwa maana ya mashabiki. Hilo ni eneo ambalo linaweza likaumiza sana kwa maana ya kukosa mashabiki, linaweza likaumiza sana FAR Rabat kukosa mashabiki. Young Africans wanakwenda Morocco, Prince Moulay Abdellah kucheza dhidi ya FAR Rabat bila uwepo wa mashabiki wa AS FAR Rabat. AS FAR Rabat ni timu yenye mashabiki wengi, tena sio wengi, mashabiki vichaa. Wakiwa nyumbani wana ultra fans, mashabiki ambao wanashangilia kwa nguvu. Hata hizo fujo ambazo tumeziona dhidi ya Al Ahly ni yule uliomwendelezo wa kuona mashabiki ambao ni ile lugha ya mashabiki vichaa. Kwa hivyo wanapokosekana uwanjani inakuwa na ipinga kwa upande wa FAR Rabat na ni faida kwa upande wa wapinzani. Maana yake kwenye hili kundi Al Ahly ni timu bora ya muda wote na wako bora, wapo kwenye form, wameanza vizuri sana kwenye hatua za makundi. So far hawakuanza vizuri katika hatua zao za huko nyumba, walicheza na ASEC Mimosa, lakini hawakuanza vizuri pia katika ligi pia. But tunapozungumzia sasa hivi Ahly wako tofauti kabisa katika hizi mechi mbili ya group stage, wamecheza tofauti kabisa. Manake Al Ahly wana kila mazingira wao kwenda hatua inayofuata. Kimbembe ilikuwa ni AS FAR Rabat na Young Africans ndio wanaungana na Al Ahly. Hiyo ilikuwa changamoto. Sasa advantage ambayo Young Africans wako nayo ni kwamba tayari wameshamchukua alama 3 wakiwa nyumbani. Huu ni mchezo wa pili wanakwenda kucheza kule Rabat.
bad luck AS FAR Rabat bila uwepo wa mashabiki wake. Hii ni faida kwa Young Africans. Hiyo inakwenda kuwapunguzia nguvu awa AS FAR Rabat. Ni taarifa nzuri sana kwa mashabiki wa Young Africans. So kama Young Africans atafanikiwa kunakumia AS FAR Rabat pale, atachukua alama 3, akashinda kuichukua alama 3, basi angalau alama yake ikipoteza, manake ya kuitumia vema advantage ya yule ya kupoteza mashabiki wake uwanjani. Lakini kama atashinda, manake itakuwa imetumia vizuri advantage hiyo ya kutokuwepo kwa mashabiki wa AS FAR Rabat uwanjani. So hiyo ni taarifa njema sana kwa mashabiki wa Young Africans kwa kile ambacho kimetokea, na CAF tayari wameshakwenda kutoa hukumu kwa maana ya fedha dola 100,000, lakini wanakwenda kufungiwa michezo yao miwili ya group stage. Kama watafanikiwa kwenda mbele kwa maana ya hatua ya robo finali, basi watabenefit huko. Lakini haya yote bado kuna nafasi ya kukata rufaa kwa AS FAR Rabat. Huwa na muda wa kukata rufaa kwa hiki ambacho kimetokea. Sasa faida ya kukata rufaa wakati mwingine inakuwa ni kupunguziwa adhabu. Hiyo inatokea Simba wala kukutwa na hili rungwe pia la mchezo dhidi ya Al Masry msimu uliopita. Msimu huu ilibidi wafungiwa kutokuingiza mashabiki uwanjani. Mchezo wao dhidi ya Hobron United hakukuingiza mashabiki uwanjani, lakini adhabu ya kwanza ilitoka kwenye mechi 2 walivyokata rufaa, ikasalia mechi moja ambao dhidi ya Hobron United. Mchezo dhidi ya Petros Atletico de Luanda wamecheza na uwepo wa mashabiki wao. Sasa AS FAR Rabat wana nafasi ya kukata rufaa, huenda wakakubaliwa rufaa yao, wakapunguziwa idadi ya mechi. Kule kwenye fine huenda isibadilike, lakini kwenye idadi ya mechi huenda wakapunguziwa, wakaidakiza katika mechi moja. Hiyo mechi moja itakuwa dhidi ya JS Kabylie, lakini Young Africans kama watakabana wa mechi moja, basi watacheza na mashabiki wao kwa maana ya AS FAR Rabat. Sasa hapa mashabiki wa Young Africans naamini wanatamani kuona AS FAR Rabat akiwa mweupe bila uwepo wa mashabiki wake, kwa sababu wanatoa support ya kutosha, wana nguvu kweli kweli. Hilo ni ukubwa zaidi. Anyways, wewe una nafasi ya kuchangia kwenye comment section hapo. Kuna namna ambavyo unaona ni advantage kwa Young Africans kwa maana ya kwenda kuchukua alama 3, au unaona ni ngumu bado kwa Young, hawezi kutoboa licha ya kwamba AS FAR Rabat huenda asiwe na mashabiki wake kwenye mchezo huo. Weka comment yako kwenye comment section hapo, bila kusahau kusubscribe.